Vikipikwa vikapikika, sina budi kuweza kuwapakulia na karibu tunaweze kuwapakulia habari kuhusiana na mambo usiyoyajua kuhusiana na mwigizaji huyu anayefahamika kama Perpetual Wangari, ambaye anaigiza kwenye telenovela ya Ayana kama Celestine ama ukipenda Tina. Na basi iwapo ni mara yako ya kwanza kujiunga nasi kwenye account hii, hakikisha kwamba unaweza kusubscribe na kuring kengele turn on notification, ili ndiposa ninapodondoa habari zaidi kuhusiana na mambo haya unakuwa wa kwanza kuweza kuyapata. Na basi Perpetual Wangari ni mwigizaji Mkenya ambaye ameanza kushika nafasi kubwa katika tasnia ya filamu na TV kutokana na ujuzi wake wa kucheza majukumu ya kisanaa. Amecheza kama Celestine ama Tina kwenye tamthilia mpya ya Ayana inayorushwa kwenye Citizen TV kuanzia siku ya Jumatatu hadi siku ya Ijumaa. Na elimu na ujuzi ni kwamba Perpetual ana degree ya psychology na literature, kitu ambacho si kawaida kwa wengi wa wasanii wa drama, na hii ina maana kwamba nasoma tabia za watu, labda ndio sababu anaweza kucheza characters mbalimbali kwa uhalisia. Na hii inaonekana kama alipata faida ya kusoma tabia za binadamu na kuzipeleka kwenye uigizaji wake. Na basi pia wacha niweze kuzungumzia safari ya kazi, na katika safari ya kazi si star ya siku moja, na ina maana kwamba hakukuwa katika tasnia ya filamu kwa mara ya kwanza kabla ya Ayana, na alijulikana sana kwa kutawala kama Rispa kwenye mfululizo maarufu Zari kwenye Showmax, na kwa hivyo kabla hata ya Ayana alikuwa actor anayesikika. Series hii ilimpa uwezo wa kufanya haya crazy plot twists za uigizaji, kwa hivyo hajaweza kuanza tu pale kwenye telenovela ya Ayana. Na basi pia tunaona kwamba about fun and crazy facts na mambo ya kuvutia ni kwamba anaweza kucheka, kicheko ni masiha. Na katika mitandao yake hasa Instagram, Perpetual mara nyingi hukamata energy ya wafuasi kwa kufanya video fupi za kuchekesha, na ama ni bloopers za nyuma ya pazia au mood za kuweza kuchekesha. Na pia tunaona kwamba anacheza Tina lakini anapenda kukaa mtumba, na wapenzi wa Ayana wamempa jina la mzaa kama Sele Mtumba kutoka kwenye jina lake la Instagram yake Pape, maana ni kama Queen of Random Vibes kwenye hizi tamthilia, na anaweza kutoa vibes za ajabu mashuleni na hata pia mitaani. Jambo lingine ni kwamba si mwigizaji tu anafikiria tabia zako. Hata unapomuona akicheza kitu kama Tina aliyoyasema hivi, huenda alikuwa akifikiria akili ya mtu kama wewe. Hii ni kutokana na background yake ya psychology. Kwa hivyo ana ile content ya kuweza kusoma akili za mtu na hata tabia za mtu kutokana na ueledi wake. Na pia tunaona kwamba jambo lingine ni kwamba sio tu TV, anapenda mitandao. Wangari ni active sana kwenye Instagram na mara nyingi akishiriki maisha ya kila siku, mood za kuchekesha, na mara nyingine anacheza huku akiridhisha wafuasi wake. Na kwa hivyo haya tu ni mambo kuhusiana na Perpetual Wangari, na bado nazidi kukupa uhondo zaidi kuhusiana tu na mambo ambayo labda huyajui sana kuhusiana na mwigizaji huyu. Na basi wacha tuweze kuendelea. Perpetual Wangari aliweza kuzaliwa miaka ya 1990s na mtu wa kizazi kipya cha wasanii. Na kwa kulingana na taarifa zilizopatikana mtandaoni, Wangari ni mzaliwa wa karne ya 90s, jambo linalomfanya afae sana katika nafasi za vichekesho na miondoko ya karne ya 21 kwenye televisheni. Na pointi nyingine ni kwamba ana vibe ya funny and relatable nje ya skrini. Na hii ina maana kwamba kwa jina lake la Instagram @pape anaonyesha mara nyingi wakati wa kucheka, kuweka vichekesho vya nyuma ya pazia na kutoa energy ya random ambayo wafuasi wake wanaipenda sana. Wacha tuweze kwenda pointi nyingine, na ni kwamba anafurahia kucheza majukumu yenye twist kubwa.
Wakati mwingine kwenye Ayana, mtazamo wa Tina huleta mabadiliko makubwa ya hadithi, na huko nyuma ni kijinga, hivi sasa hapa ni sasi. Perpetual anacheza hizo transitions kama pro na anaweza kuzifanya vyema kabisa, na ndiposa unaona kwamba anaweza kufurahia kucheza roles hizi ama majukumu haya yenye twist kubwa. Na pia tunapozungumzia point nyingine ni kwamba anatumia nguvu ya mitandao kuwasiliana na mashabiki. Mbali na kazi yake ya utendaji, Perpetual ni mtu active kwenye Instagram na akishiriki maisha ya kila siku, mawasiliano ya kuchekesha, na mara nyingine akitoa behind the scenes za set na kuhusiana na zile kazi tu ambazo amekuwa akiweza kuzifanya na ambazo hata anaweza kuzifanya sasa hivi. Na basi tunaweza kufuliza moja kwa moja kwenye pointi nyingine kumhusu mwigizaji huyu, na ni kwamba anafanya utafiti wa tabia ya watu kupitia degree yake, na kwa kuwa ana degree ya psychology, mara nyingi anaweza kuelewa tabia na hisia za watu, na hii inaweza kumsaidia sana kuelewa jinsi ya kucheza kama Tina, mwenye changamoto, mcheshi au mwenye mwendo wa kushangaza. Kwa hivyo anaweza kutake ile advantage na kutumia kisomo chake na basi kuweza kukiweka pale hata kwenye uigizaji. Na pia point nyingine ni kwamba anaweza kuwa mashabiki favorite katika tamthilia zingine siku zijazo. Yani anaweza kuwa ni yule mtu ambaye mashabiki wengi wataweza kumpenda hata kwenye kazi zingine zinazokuja, na kutokana na uwezo wake na weledi wake na kuhusiana na namna ambavyo tu anaweza anaweza kuinteract na watu, na tunaona kwamba kazi yake kwenye Zari ilimletea umaarufu, na sasa Ayana inaweza kumfanya ajulikane hata zaidi, haswa kwa mtazamo wa fun na unpredictable moments. Na pia tunaona kwamba tuna point nyingine ambayo nataka tuweze kuzungumzia, na ni kwamba anapenda kufungua nafasi kwa nyimbo, mood na vibes za kipekee. Washabiki wengi wanahisi kuwa Perpetual ana vibe ya kipekee ambayo sio ya kawaida tu, na mara ni ya ucheshi, mara ni ya msisimuko, jambo ambalo linamfanya atoke zaidi kuliko wahusika wengine. Na basi pointi ya mwisho ni kwamba hatimaye Tina sio tu jina, ni brand yake. Kwa mtazamo wa mashabiki na mitandao, jina lake la Instagram na persona yake ya on screen ni kama brand, yani ukiwa na taji la pep unaleta energy ya kipekee popote. Na kwa hivyo ni baadhi tu ya mambo ambayo niliweza kufanya research na kuweza kukuletea kuhusiana na mwigizaji huyu, mambo ambayo labda hujaweza kuyajua sana, ama mambo ambayo hujaweza kuyasikia sana hata kule kwenye behind the scenes kuhusiana na mwigizaji huyu. Na kwa hivyo na kuomba tu uweze kusubscribe kama hujasubscribe, na pia uweze kucomment, uweze kulike, na uweze kutazama pia video zetu zingine ambazo nimeweza kufanya kuhusiana na wahusika tofauti tofauti, haswa wale wanaoigiza kwenye telenovela ya Ayana. Nafahamika kama Director Dasi. Shukran sana.